Bana, hii ni report chap chap na tunawaangazia Young Africans, mabingwa tetezi wa ligi kuu ya Tanzania bara. Hawa bwana, tunapozungumza tayari wako Arusha, watakuwa na mchezo siku ya kesho wakiwakabili watoza ushuru kwa maana ya TRA United. Sasa imefika sehemu Yanga wenyewe wamekuwa wazi tu, wameamua kukiri kwamba ratiba sasa inawabana. Namna ambavyo wanacheza mechi inawabana. Nikukumbusha kwa haraka tu, utakuwa unakumbuka ni juzi siku ya Jumapili Yanga wametoka kucheza mchezo wa ligi kuu pia wakiwakabili Azam FC, mchezo ambao ulifanyika Dar es Salaam hapa kwenye dimba la Benjamin William Mkapa Jumapili juzi. Tunapozungumza leo ni siku ya Jumanne, maana yake walipumzika jana Jumatatu, leo siku ya Jumanne, kesho siku ya Jumatano watashuka tena dimbani, na kitaalamu ipo inaelezwa ni takriban nadhani masaa 72 kutoka mchezo mpaka mchezo mwingine. Kanuni zipo hivyo kwamba unayo hiyo nafasi ya kutoka mchezo mmoja baada ya masaa 72 ucheze mchezo mwingine. Nimemwona Alikama analalamika, anasema huenda toka walivyocheza na Azam mpaka kesho wanacheza na TRA ni kama masaa 72 hajakwisha, kwa sababu walitoka Benjamin William Mkapa usiku, ulikuwa majira ya saa 5. Sasa imefika hatua Yanga wamekiri, lakini kubwa kilichonifanya nije hapa tunazungumza ni kuhusiana na ripoti ya majeraha ambayo wameitoa wenyewe Young Africans, majeraha yanayowakabili. Na mimi nataka nikuletea orodha ya wachezaji 7 wa kikosi cha kwanza ambao watakosekana kesho kwenye mchezo kati ya Yanga dhidi ya TRA dhidi ya Yanga. Wachezaji hao bwana, ripoti ya kushtua ya jana imetolewa ni kwamba mlinzi wa kutumainiwa wa timu hiyo, namzungumzia Ibrahim Hamad kwa maana ya Baka, yeye atakosekana kwenye huo mchezo kwa sababu ya majeraha ambayo ameyapata, akiwa ni ana majeraha ya nyonga. Lakini mchezaji mwingine ni Laulindo Dilson Malia kwa maana ya Depu, yeye amepata majeraha ya nyama za paja, atakosekana kikosini. Mchezaji wa tatu ni Edmund John ambaye amepata majeraha ya bega, atakosekana kwenye mchezo wa kesho. Lakini mchezaji wa 4 ni Shadrack Isaka Boka, yeye ana jeraha la enka, atakosekana kwenye mchezo wa kesho. Lakini mchezaji mwingine ni kukumbusha, nadhani kama utakuwa ulimsahau, ni Dickson Job ambaye yeye amefanyiwa upasuaji na ataukosa msimu mzima wa kimashindano, kwa maana kwamba mpaka ligi itakapomalizika hatakuwepo kikosini. Lakini mchezaji mwingine ambaye ni kama tayari na mmemsahau ila sisi tunamkumbuka ni Clement Mzize, miongoni mwa wachezaji hodari, miongoni mwa wachezaji ambao walishika kwenye kurasa za mbele zaidi, hasa kwenye mitandao ya kijamii mpaka nje ya nchi, akihusishwa na timu nyingi tu. Lakini kwa msimu amedondokia kwenye majeraha na yeye pia hata kuwepo kabisa kwenye kikosi cha Yanga mpaka msimu utakapomalizika. Lakini urejea wa Pacome Zouzoua ndani ya kikosi cha Yanga ni kama ndio kutakuwa na matumaini kidogo baada ya urejeo wake, kwa at least ni kama kutakuwa na matumaini kidogo kwa wananchi baada ya Pacome kurejea. Kwa hiyo wachezaji hao, Ibrahim Hamad atakosekana kwa wiki 2 kwa maana ya Ibrahim Baka atakosekana kwa wiki 2, wakati Dilson Malia kwa maana ya Depu atakosekana kwa wiki 2. Ibrahim Baka atakosekana wiki 3. Dilson Malia atakosekana wiki 2. Emmanuel Edmund John atakosekana wiki 2, wakati mchezaji kama Shadrack Boka naye atakosekana wiki 2. Clement Mzize ni msimu mzima pamoja na Dickson Job msimu mzima, wakati akiwa amerejea kikosini Pacome Zouzoua. Kwa hiyo utaona namna gani ambavyo Yanga wanakabiliwa na changamoto ya majeraha. Lakini wakati wao Yanga wakilalamikia majeraha, tukaona muda mfupi Ahmad Ali, yeye ni mkuu wa kitengo cha habari na mawasiliano wa klabu ya Simba Sports, akacomment kwenye peji yake kwamba alivyoandika na mnukuu, aliandika akasema, nyuma mwiko mwache kulalamika, kama mkilalamikia majeraha, Simba Sports tuna majeraha konki. Akawataja wachezaji wao ambao hawatakuwepo kabisa kwenye msimu huu na ni wachezaji wa kikosi cha kwanza. Akamtaja mchezaji kama Musa Pimpin Kamara, yeye hata kuwepo kwa msimu mzima. Ahmed Ali akamtaja Mohamed Bajabir, atakosekana kabisa kwenye msimu. Akamtaja mchezaji kama Brazak Hamza, atakosekana kabisa kwenye msimu. Akamtaja mchezaji kama Wilson Nangu, atakosekana kabisa mpaka msimu unamalizika. Akamwambia Yanga waache kulialia. Hii ni report chap chap kupitia Kanjero Media. Mimi ni Rashid Kasim, tutakuwepo hapa, tutakuja kwa ubora kuangalia zile data na kile ambacho kitakuwa kinatakiwa kukujia kwa haraka, kama ambapo nimekwambia Yanga wanawakosa wachezaji wa kikosi cha kwanza, ambapo kesho wanashuka dimbani. Ibrahim Baka hata kuwepo, Dilson Malia Ulelio Depo hata kuwepo na wachezaji wengine. Hiko ndicho ambacho kinawakabili Young Africans. Tutakuja kuangaza kikosi
tutaangalia kikosi gani ambacho kimeanza, wakati report chap chap zingine zitakuwa zinakujia kutokana na matukio ya muendelezo kwenye ligi, namna ambavyo itakuwa inaendelea. Mimi ni Rashid Kasim, endelea kusalia kwenye mitandao yangu ya kijamii, unaweza kunicheki kama Rashid Kasim au unaweza kuandika tu chini Wanaman, unanipata kwa haraka. Lakini hii ni Kajinjeri Media, nikushukuru. Nyuma ya kamera yuko mtaalamu anaitwa Kido.